So mchezo hujatamatika 100% kwa sababu mwamuzi bado hajapuliza kipenga cha mwisho. Na namna mlivyoanza kipindi cha kwanza timu ya R1 Sport mlikuwa vizuri kabisa. Na baadaye kama dakika 30 hivi mkaonekana kupunguka, yani mchovu kidogo. Lakini baada ya kipindi cha pili mkarudia na mkaruhusu mabao 3-1. Nini ambacho mlienda kukizungumza kipindi baada ya mapumziko na mkaja kurudi na mkarudisha mabao mawili na kuongeza la 4? Cha kwanza nitapenda kusema timu yetu kipindi cha kwanza kizi tulivyoanza, tuseme kwanza ukweli, timu yetu hatuna zoezi yoyote. Yaani kila mchezaji ametoka kila sehemu, hatuna ile chemistry ya kucheza pamoja tu fulani ni hivi. Ndio maana unakuta tuliruhusu zile zote bao kutokana na chemistry ya timu yetu. Lakini tulivyokwenda nje wakaja wakatuambia kuwa tukumbukeni hii game ambayo tunacheza sio game tu hapa Marekani. Ni game ambayo inachezeka hadi Afrika. Unaona? Na ukiangalia hajawahi kupigwa na Kenya wanachotuzidi ni kuja kutuibia maembe wanarudia. Na ndo esprit ilipanda tukaamka na ndio hivyo wamelala. Okay, baadhi ya wale wachezaji wa zamani wa timu ya R1 Sports, baadhi wao wanipigia simu na kudai kwamba wakawa na walaumu nyinyi timu ya R1 Sports hapa kutokuwashirikisha kwenye maandalizi ya timu hii. Na huko walikuwa wakihofia kwamba kwa sababu maandalizi ni madogo, labda wanaweza kupoteza mchezo huu. Kitu gani ambacho nawaambia? Cha kwanza mimi nitapenda kusema sorry kwa hilo kwa sababu ni vitu ambavyo tulifanya vilikuwa ni vya haraka. So unajua tunaenda kumaliza season. Sasa tulipenda tufungue timu ili na tucheze hata game kidogo tuache na weka alama. So kwa hilo watatusamea, ila taarifa itakuja na tutakuwa pamoja next season. Okay. Bao lako ambalo umefunga hapa ndio bao ambalo linaweka uongozi katika timu yako ya R1 Sports kwa sababu ndio bao la 4 ambalo umepiga wakidai kwamba ni offside. So ni kitu gani ambacho nakizungumza kuhusiana na goli lako? Najua walikuwa washaongeza dakika 3. Na Kenya waliona goli nililopiga ilikuwa la mwisho. Yaani wangekuja kusantre na mechi inaisha. Sasa wanaona hapa wanatafuta pa kutokea. Hawataki wakubali eti tulienda full time tumewapiga comeback. Sababu walikuwa wanatupiga goli 2. Tumetoa zote na kuwajaza. Sasa wanatafuta sababu ili hata tukiwini waseme eti ilikuwa goli offside waende naongea. Lakini tumewapiga kihalali na wamelala. Okay. Unajisikiaje katika mchezo wa leo kwa sababu umetoa assist bao la 3 la kuenda 3-3 na ukaongeza bao la 4 kwa ushindi wa timu yako ya R1 Sport? Najisikia faraja sana kusema first half nilicheza vibaya sana. Sikuwa na performance nzuri. Nilikuwa napoteza mipira sana lakini nikakaa mwenyewe nikafikiria, nikamwomba Mungu, nikasema hapa lazima nipambanie timu yangu nisiangushe. Okay. Ndio. Asante sana. Huyu ni Sifa Man, mchezaji ambaye alipiga bao la uongozi na bao la 4 katika mchezo wa leo. So tuko hapa Luis Vilekenta akikuwa katika mchezo kati ya timu ya R1 Sport USA dhidi ya K1 mtetezi hapa USA. Kwa sababu mchezo umetamatika hapa lakini maamuzi bado ukiangalia kule bado wapo kule wanazungumza kati ya makapteni wa timu zote mbili pamoja na waamuzi waangalie namna gani ya kufanya kwa sababu timu ya K1 mtetezi wanadai kwamba ilikuwa ni offside. So yupo hapa mchezaji alikuwa golikipa wa timu ya K1 zamani. Niko naye hapa bwana sio kidogo tuzungumze kidogo hapa. Bwana kwa habari yako? Nzuri bwana. Labda pengine watazamaji wangependa kufahamu kwa majina. Majina tu Almasi. Wewe uliwahi kuwa golikipa wa timu ya Kerdelio timu gani? K1. Ilikuwa ni K1. Yeah. So sasa hivi uko hapa nchini Marekani na game hii hapa unavyoona namna ambavyo mlivyoanza ulianza vizuri kuja kipindi cha pili mkagomboa na kuongeza mabao 2. So kitu gani ambacho uliona kwamba kiliwajia ugumu au mapungufu ambayo uliona kwa upande wenu mpaka mkaruhusu mabao yote 4-3? Ya mchezo huu ambao umechezeka, hii ni selection ya wachezaji kutoka maseti tofauti. Ni vigumu sana makocha ku maintain wachezaji. Unajua kila mchezaji anataka kucheza kwenye game hizi hapa. Sasa ku maintain wachezaji aseme waingie watoke ndo tufanye mistake kidogo wa kufanya sabu. Okay. Yeah. Kufanya mistake kufanya sabu. Ndio mtugarimu hapa kwa mbele goli 2. So unajisikiaje kwa sababu hizi game za nyinyi na R1 Sport kidogo zinawia ugumu kwa upande wenu wa K1 Sport. Ukiangalia historia kidogo pa Kamenya Rugusu pale mmepoteza zaidi ya mechi 4 mfululizo. Na labda pengine hili ilikuwa ni matumaini ya kwenu labda mngeweza kuja kuongoza hapa nchini Marekani lakini nayo inaonekana kuwa ugumu tena vile vile. Labda unazungumzaje kuhusiana na hilo? Sasa nazungumza hiyo cha kwanza ambao ameharibu mpira wa leo ni referee. Ameharibu mpira. Ameharibu mpira. Yaani anajiamini sana, ni referee nzuri kwa kujiamini lakini kwa uamuzi sio referee. Kwa sababu mpira ambao umeingia sasa hivi ambao umeleta kelele hadi watu wamejana uwanjani ilikuwa outside. Halali kabisa. Yeye amesema kibendera wake hakuona. Kibendera ile amepandisha. Ukiangalia kwenye makamera inaonekana kibendera alipandisha akashusha. Referee akamua goli. Sasa ndio maana watu wakiwa wameamua kama hivyo ndio toka mwanzo wameharibu mpira mangwara manini. Unajua mareferee wetu wa Kongomani mara nyingi hizi game zetu za huko Marekani sio tuseme za Afrika, kwanza tu mareferee wale au wa Spanish wala hao wengine wa ndugu zetu wa huko wazungu.
kwa sababu hapa ambaye ameharibu mpira hapa ni referee. Amekuja yani sijui kama amekuja na ule uzalendo, sijui, lakini ndo ameharibu mpira. Lakini mpira ni nzuri tu, pande zote nzuri, watoto wana vipaji. Najua watoto wengi kucheza kambini, wamekuja kukulia huko wao Marekani, wana vipaji wote, lakini marefari ndo ameharibu mpira huo leo hapa. Okay. So ni ujumbe gani unawapeleka kwa baadhi ya timu zingine hapa nchini Marekani, kwa sababu hiki ambacho mnachokifanya hapa ni kuweka historia na kukumbusha vizazi na vizazi kwamba tulikotoka tulikuwa tunafanya kitu kama hichi. So lengo kama hili mliona lina faida gani kwa jamii yetu au kwa watu wetu ambao wanakuja, ambao tunakuja hapa Marekani katika nchi ya ugeni, na labda pengine watoto wangependa kujua huko tulikotoka tulikuwa tunafanya kitu gani? Kwa maoni yako wewe na hiki kitu ambacho kinachoendelea hapa sasa hivi kwa kuunda hizi timu kama national team, wewe ulikipokeaje na maoni yako yakoje? Ya maoni yangu, najua kwenye group mimi nilikuwa kwanza, wakaniita niwe coach, nikamwambia bado niko sana na base na timu yangu ya Young Star. Nikimaliza msimu nitakuja kwenu. Hii ni wakumbusha watoto kama tulikuwa kambini kule, tulikuwa majirani kambini. Tulikuwa na upendo, lakini ikifika game yani tulikuwa na upendo kama jirani na lakini ikifika game ilikuwa kama hivi tu siku zote. Kama ni kelele walikuwa wanaumizana kama ni nini, lakini game ikiisha tunakuwa marafiki kama ndugu. Na yani tunabidi tuoneshe watoto upendo ambao tulitoka nao kule kambini, tuleta hadi hapa. Tuweke maendeleo, watu wajuane. Kwa sababu tunakutana hapa, watu wanatoka New York, Washington, wengine Texas. Tunakutana hapa, tunakumbushana tulikuwa tunaishi kambini. Mambo kama hayo. Na kingine ni nikikaa ni kukusanya watoto kuangalia viwango vyao. Naona wewe mwenyewe mtangazaji unaona mpira ambao unacheza bungi ambao ichezwa hapa ilikuwa bungi nzuri sana. Japokuwa kuna mitilafu kidogo tu ambao yametokea kama haya hapo. Ndio maana referee amestopisha mpira kule. Mambo kama hayo. Okay. Ningependa kumalizia labda ulikuwa unaitwa nani pale kambini kwa nafasi yako ambayo ulikuwa unachukua, ulikuwa goalkeeper wewe, si ndio? Ulikuwa tambulika kwa jina gani? Argonyo. Alexi, majina yangu yote. Asante sana kwa muda wako, tunakushukuru sana bwana. Mungu akubariki. Na mtazamaji, kama unavyosikiliza na unavyoendelea, tuko hapa Louisville, Kentucky, tunazidi kukupasha habari moto za Tanange huu. Hapa bwana Alexi, wewe ni mchezaji ni nani? Ya, mimi nilikuwa mchezaji. Ulikuwa mchezaji? Ya, tulicheza mpira toka mkambi, lakini huku tunaangalia watoto gisi wanavyocheza. Okay. So hapa hizi game ambazo chezeka hapa ni timu za national team Na tukiangalia Alexi, ulikotoka wewe ulikuwa ni mchezaji wa timu ya R City zamani, kabla kwenda Giraffe, kabla kwenda KE, na ulikuwa mkahaji wa kijiji cha R ya kwanza. Sasa tunakuona hapa ukiwa na jezi ya mtetezi KE. Hii inakujaje hapa? Ya, kiufupi mimi nilivaa jezi ya KE kwa sababu mimi nilichezea KE. Japokuwa mimi niliishi R1, nikatoka R1 nikaenda Giraffe, nikatoka Giraffe nikaenda KE. Kwa hiyo kwa sababu ndio maana mimi nimevaa jezi ya KE mtetezi. Ya. Kwa sababu leo hapa uko kwa upande wa KE. Ya, kwa sasa hivi niko upande wa KE mtetezi. Tuangalie mchezo ulivyokuwa dakika 90 za mchezo, japokuwa maamuzi bado hajapuliza kipenga cha kumaliza kabisa dakika 90. Katika kipindi cha kwanza kama dakika 15 hivi timu ya R1 Sport ilionekana kuwa bora zaidi ya KE. Lakini baada kama dakika 30 hivi K1 tetezi ile mliamka na nyinyi na mkaanza kuonesha kwamba mna uwezo na mnahitaji game. So ni kitu gani hasa ambacho mlikwenda kukizungumza, kwa sababu mlitoka hapa kipindi cha kwanza mkiwa na ushindi wa mabao 2-1. Mkaenda mapumziko mkarudia. So ni kitu gani ambacho mlizungumza baada ya mapumziko na kilichowafelisha zaidi mpaka mkakuruhusu mabao yote 2 kutolewa na kuongezwa bao la 4 ambalo ndio linaleta vurugu sasa hivi? Kwanza sisi kwanza kwa upande wangu mimi nitakubali kwanza mechi ilikuwa nzuri kwa upande wote. Kuanzia upande wa R1, upande wa KE, mechi ilikuwa iko na tafu vizuri zaidi sana. Ya, sie tulifanikisha kupata bao 2-1 kipindi cha kwanza. Tuliangalia beki zao gisi wanavyocheza. Walikuwa wacheza beki ya ligne. Sisi tunasema beki ya ligne en français. Kwa hiyo tukaona zile beki ni wazito zaidi sana. Sisi tuko na washambuliaji zile winga wako mbio. Tukaamua tuanze kutumikisha, tuambie wale mediatere wetu waanze kutumikisha pass long kwa sababu zile beki ni wazito. Kwa hiyo ndo tukafanya hiyo mbinu ikafaulu. Isitoshe tukakuja kipindi cha pili. R1 hawajakuwa kinyonge kivile kwa sababu ukiangalia mechi ya KE na R1 hata mkambi kule gisi na kuaga. Lakini mechi ikakuwa tafu, tukaongeza bao lingine, lakini R1 hawakuwa nani wepesi zaidi sana. Kwa hiyo ikakuwa R1 wakafanikisha kuongeza kutoa goli ya pili, wakatoa goli ya tatu.
Kwa hiyo hii goli ambayo ilitoa nani fujo hapa, goli la 4 la R1, shida ilikuwepo ni changamoto ya Lanzman kule. Lanzman alikuwa atembea na beki wa mwisho, kwa sababu ukiwa unatembea na beki wa mwisho lazima utaangalia offside vizuri. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto, lakini ile bao tusiseme ya ushabiki wala aje. Kwa sababu hata mimi ni mtu wa R1 japokuwa nilibadilisha uraia nikakuwa mtu wa King lakini R1 ni damu yangu. R1 ndio kunilitosha kila kitu. Najulikana sana mu R1 kuzidi sijui vijiji vyote. Kwa hiyo tusiseme ya ushabiki wala aje. Sasa hapa tulikuwa tunaburudika tu zaidi sana. Lakini ile goli tusiseme kwenda kushoto wala kulia. Ilikuwa clear offside. Offside. Okay. Sasa tunatizama hapa endapo matokeo ikiwa hivi Kiwani kupoteza mabao 4-3, na ukiangalia katika historia hivi karibuni Alex, nyinyi watu wa KM mna rekodi mbaya zaidi mkikutana na wapinzani wenu timu ya R1, kwa sababu katika kambi ya wakimbizi panya Rugusu katika misimu 4 hii hapa mmekubali kipigo mara 4 mfululizo. Sasa hii inaleta picha gani ambayo tunaiona sasa hivi hapa? Labda pengine ule walisia ambao unaonekana kambini ndio unakuja paka hapa Marekani. Kwanza sisi watu wa KM tusingekubali. Maana sisi tulikuwa tunakuja, hii game ilikuwa game yetu. Kwa hiyo hii vurugo ambayo imesababisha hii vurugo ni ya Lanzman na referee. Maana hata sio kwamba eti mpaka Lanzman apandishe kibendera, no. Hata refa unaweza kuona ile ni kosa, unapiga kipenga. Unaona, unasimamisha mpira, lakini sio kwamba eti Lanzman hajasimamisha, no. Wewe ndio una maamuzi yote, hata kama kuna kosa lazima upige filimbi. Kwa hiyo ninachosema ambao walisababisha hii fujo ni marefari, ndio walisababisha fujo. Kingine zaidi sana ni kusema kwamba sisi tusingekubali uteja, na ndio ilikuwa sababu sisi tuitana hapa ili tucheze, ili tuonyeshe watu ambao wako kambini kule, tuseme sisi sio wanyonge kivile. Kwa hiyo ndio tulikuwa kuja tumalize. Labda pengine inaweza kawa ni mmekuja na matokeo mfukoni, ndio kwa maana chanzo cha vurugu kikaanzishwa, kwa sababu mlikuja huko mkijua kwamba tunakwenda uwanjani hatutokubali matokeo yote ile kwa sisi kupoteza. Labda pengine hiyo ndio kawa ni chanzo ya nyinyi kutokubali ile bao la 4. Kwanza sisi tulikuwa tunakubali matokeo yote kwa sababu ni mpira. Hata kama KM angilifungwa au R1 angilifungwa, mechi ingemalizika vile, tungilitana tu zaidi sana. Lakini sisi kama KM, kwanza kila mtu alikuwa anajua kama mechi ilikuwa yetu, tulikuwa na mechi mikononi. Lakini ambao walisababisha mechi, uondo wa mechi, utamu wa mechi kuisha ni waamuzi. Ndio walioharibu kabisa, lakini mechi ilikuwa utamu. Kwa sisi tulikuwa tunataka iendelee tu zaidi sana. Kwa sababu tulikuwa tunataka hata ingeenda hata 3-3 waweke matuta pale tuone mshindi leo, lakini fujo ambayo ilisababishwa ni marefari ndio ilileta haribu mchezo. So ni wito gani ambao unawaambia mashabiki ambao walihudhuria katika mchezo huu wa leo hapa, na kwa wale waandaaji ambao wamekuwa wakiandaa mpango huu mzima wa kuleta zile timu zetu za Afrika kuja na ule walisia mpaka hapa Marekani, ni maoni gani ambao uko nao na ushauri gani kwa wao ambao waandaaji pamoja na mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi hapa kushuhudia mtanange huu? Kwanza sisi tumefurahi zaidi sana ambao walileta hii idea ya kuleta timu ambao zilikuwa wacheza kambini wakalizeta hadi hapa. Sisi tumefurahi zaidi sana kwa sababu Marekani ni upweke kwenda mbele. Kwa hiyo tungeomba zaidi sana isiishie hapa, iendelee, kwa sababu hii hapa inatuletea furaha. Watu wanakutana, kuna watu ambao wanakaa miaka 5, miaka 6 waonani. Lakini hii hapa tumekuja kukutana, kumbe huyu ni mtoto fulani, huyu ni mtoto fulani. Kwa hiyo hii hapa isiishie hapa. Kwa hiyo endelevu zaidi sana, kwa sababu natuletea faraja, tunajuana, tunacheka, vitu kama vile. Mpira ni furaha, mpira ni amani, dakika 90 kiisha tunafurahi. Okay, tuko hapa katika uwanja wa Nashville, penzi mtazamaji wa TWM Media, na bado tunaendelea kupata maoni ya baadhi ya wadau katika uwanja huu, ambapo watu unavyoshuhudia hapa mchezo hujatamatika kwa sababu maamuzi hajapiga kipenga cha mwisho, lakini tunapata maoni kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wamehudhuria katika uwanja huu hapa Louisville, Kentucky.